miradi yote ya manispaa yamegharimu zaidi ya shilingi bilioni 188 katika kipindi hiki cha miaka minne. Sisi upande wa manispaa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza tulianza na ujenzi wa madarasa katika maeneo mbalimbali sekondari, lakini kwenye shule zetu za msingi, na ujenzi huu umesaidia sana wanafunzi wote kuhakikisha kwamba wako darasani na wanakaa kwenye madawati. Kwa hiyo madarasa 244 katika miaka minne yamejengwa, na thamani yake pamoja na madawati na vifaa vingine ina thamani ya shilingi bilioni 5.2. Lakini ninapozungumzia kwenye swala la elimu, sisi tulibahatika kupata ujenzi wa shule mpya. Kuna shule ya Dr. Lawrence Gama, kuna shule ya Ruhila Sekondari, kuna shule ya Dr. Damas Dumbaro, lakini ukienda pale Ruvuma sasa hivi kuna ujenzi wa shule ya sekondari ya Amali. Katika eneo hilo zaidi ya shilingi bilioni 3.6 tumezipata, na kwa kweli zimekuwa faida kubwa kwa wananchi wetu. Lakini maeneo mengine makubwa ambayo katika elimu tumepata fedha za kutosha na kurekebisha majengo katika shule ya Dr. Emmanuel Nchimbi. Ukienda pale katika miaka minne, kabla ya miaka minne iliyopita, hali ya miundombinu ilikuwa ni migumu sana, na kwa kweli iliweza kuathiri hata taaluma. Lakini kwa sasa tulipata zaidi ya shilingi bilioni 1,240,000. Kwa hiyo eneo hilo ukienda sasa pale Dr. Emmanuel Nchimbi, kwa kweli shule inapendeza, tumejenga madarasa, tumejenga hostel na miundombinu mingine sasa hivi inaendelea. Kwa hiyo hata taaluma, ukifuata taaluma imeongezeka. Lakini nizungumzie kidogo katika elimu bure. Elimu bure ni kwamba miaka ya nyuma kabla ya elimu bure, maana wazazi walikuwa wanachangia. Katika kipindi hiki cha miaka minne tumepata zaidi ya shilingi bilioni 14.24 kwa mchanganuo kwamba kila mwezi eneo la sekondari linapata shilingi milioni 298, lakini upande wa shule za msingi tunapata shilingi milioni 67. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha miaka minne zaidi ya shilingi bilioni 14 zimekuja kwa ajili ya uendeshaji katika shule zetu. Ndio maana hakuna mzazi anayetakiwa kuchangia katika baadhi ya maeneo ambayo zamani tulikuwa tunachangia. Na maana yake nini? Kwa kuto kuchangia fedha hizi, maana yake zimeimarisha uchumi wa wananchi wetu. Na katika kipindi hiki tumefanikiwa kujenga shule maalum pale, kienda kata ya Mshangano kuna shule maalum ya mkondo wa Kiingereza ya Chifu Zuri. Pale tuliwekeza zaidi ya shilingi milioni 800, na kwa kweli nimshukuru Mheshimiwa Rais alipokuja katika ziara mkoa wa Ruvuma alitupa heshima ya kuifungua shule ile. Kwa hiyo kwa ujumla wake katika maeneo haya machache kwenye sekta hii ya elimu zaidi ya shilingi bilioni 41.78 zimeletwa na zimetumika katika maeneo haya niliyoyataja. Nikiachia sekta hii ya elimu, tuende kwenye sekta ya afya. Hapa tuna uwekezaji katika kipindi hiki cha shilingi bilioni 6.735. Katika fedha hizi tumefanikiwa kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya manispaa. Katika miaka yote toka uhuru hatukuwahi kuwa na hospitali ya manispaa. Kwa hiyo ukienda pale sasa hivi katika shule ya kata ya shule ya Tanga utakuta tayari pana hospitali yetu ya manispaa imejengwa katika kipindi hiki cha miaka minne, na ujenzi unaendelea. Kwa hiyo pale tayari zaidi ya shilingi bilioni 3 zimewekezwa pale, lakini huduma zile za OPD tayari zimeshaanza katika eneo lile. Lakini fedha zingine zilisaidia kujenga vituo vya afya, lakini vile vile kwenye zahanati tumejenga zaidi ya zahanati 4, vituo vya afya zaidi ya 6. Nizungumzie kwa kifupi kwenye sekta ya maji. Sekta ya maji tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais katika mradi ule wa miji 28. Manispaa ya Songea ni mfaidika,
na tumeletewa zaidi ya shilingi bilioni 145.7, na kazi ya ujenzi wa mradi huo mkubwa wa kusambaza maji katika eneo letu la manispaa, kazi hiyo imeshaanza. Lakini hali ya sasa ya upatikanaji wa maji kwa manispaa ya Songea kwa wananchi wote uko katika 92%. Kwa hiyo pamoja kwamba mradi huu upo, lakini vile vile jitihada za SOWASA kwa kweli ni kubwa kwenye ile miradi midogo midogo kutokana na mapato ya ndani. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa katika sekta hii ya maji ambayo kwa kweli ni sekta nyeti na muhimu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mradi huu utakapokamilika, ina maana kwamba upatikanaji wa maji kila kona utakuwa zaidi ya 100%, na bado tutakuwa na reserve katika kipindi zaidi cha miaka 10, hatutakuwa na upungufu wa maji. Katika kipindi hiki cha miaka 4 wale wafaidika wamelipwa zaidi ya shilingi bilioni 9. Maana hizi bilioni 9 zimeingia katika manispaa na watu wale wafaidika wamelipwa. Ziko familia zaidi ya familia 2514 zinafaidika na mfuko wa TASAF, zile familia ambazo zina mazingira duni, na ziko familia ambazo kupitia mfuko huu zaidi ya 500 na kitu zimegraduate na sasa wanaendelea na maisha yao. Nikienda upande wa miundombinu, nitamani nikuse ile swala la mradi mkubwa ambao unaendelea ndani ya manispaa yetu wa barabara ya lami nzito kilomita 10.1. Hapa Mheshimiwa Rais ametuwezesha kupata shilingi bilioni 22, na utekelezaji wa mradi huu sasa uko kwenye 89%. Kazi iliyobaki ni kazi ya marekebisho, lakini vile vile kazi ya kuweka taa, na tutapata vile vile taa za kuongozea magari katika maeneo yale ambayo ni sensitive. Kwa mfano ile eneo la Mwatalao pale tunatarajia kupata vile vile taa za kuongozea magari. Nikienda upande wa miundombinu, nitamani nikuse ile swala la mradi mkubwa ambao unaendelea ndani ya manispaa yetu wa barabara ya lami nzito kilomita 10.1. Hapa Mheshimiwa Rais ametuwezesha kupata shilingi bilioni 22, na utekelezaji wa mradi huu sasa uko kwenye 89%. Kazi iliyobaki ni kazi ya marekebisho, lakini vile vile kazi ya kuweka taa, na tutapata vile vile taa za kuongozea magari katika maeneo yale ambayo ni sensitive. Kwa mfano ile eneo la Mwatalao pale tunatarajia kupata vile vile taa za kuongozea magari ili kuweza kupunguza ajali katika maeneo haya. Kwa hiyo mimi ni katika eneo la miundombinu bado vile vile niwapongeze TARURA, wamefanya kazi nzuri, na eneo letu karibu kila mara linafikika, na tumeweza kufungua baadhi ya maeneo kuweka lami ile wanaita wenyewe surface dressing, lami nyepesi. Kienda sasa hivi Ruvuma, toka kulikuwa na kilio kikubwa, utaona kuna alama hiyo. Lakini ukienda hapa Bomba Mbili kulikuwa na barabara hiyo ya bypass, imesaidia sana pale tunapopata changamoto katikati ya mji. Lakini sasa hivi ukienda Mji Mwema kuelekea Mkuzo, tayari kuna barabara inaendelea kule, na tunatamani ile barabara ifike mpaka pale Mkuzo Magengeni. Kwa hiyo upande wa barabara tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa kweli mji wetu sasa hivi unapendeza, na nitoe wito kwa wananchi basi nyumba zao sasa wazing'arishe ziendane na thamani ya barabara hizi.